Yes, katika issue ambayo watu wengi wanajiuliza ni issue ya endorsements. Hii ni issue ambayo watu wamekuwa hawaelewi nini maana endorsement, hasa katika wakati huu wa uchaguzi mkuu wa shirikisho la soka la Tanzania TFF. Sasa TFF of course walitangaza tarehe 14 mwezi wa 6 kupitia kwa bwana Kilomoni Kibamba, wakili msomi, alitangaza mchakato mzima wa uchaguzi kwamba siku ya kurudisha fomu haswa kwa wanaogombea urais ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025, na baada ya siku tatu, na maana tarehe 23 mwezi wa 6 2025 ndio mchujo utafanyika, majina yatatangazwa ya ambao wamepita katika huo mchakato. Sasa kitu cha endorsement kwa kifupi ni kama udhamini. Ni udhamini ambapo upo katika sheria na kanuni na taratibu za uchaguzi wa TFF. Na sio TFF tu, zipo katika uchaguzi wa CAF. Ukienda katika katika chapter 3 article ya 48 ya CAF inaelezea kuhusu endorsement ama ule udhamini. Ukienda katika katiba ya FIFA kuhusiana na uchaguzi, wanasema regulations governing statutes, hii ipo pia katika chapter 3 article 18 ya FIFA. Kwa hiyo ni lazima, inaelezea kwamba lazima kila mgombea apate walau udhamini. Na udhamini unapatikana kwa namna gani? Kwa mfano tukija kwa shirikisho la soka la Tanzania TFF, endorsements zinapatikana kutokana na kwanza vyama vya soka vya mikoa. Lazima upate endorsement kutoka vyama vya soka vya mikoa, mfano chama cha soka cha Dar es Salaam, chama cha soka cha Pwani, chama cha soka cha Morogoro. Kwa hiyo kwa Tanzania tuna vyama vya soka vya mikoa 26. Hao wana wajibu wa kutoa endorsement, lakini sio lazima watoe endorsement. Kama hawataki kumpa mtu endorsement, hawawezi kumpa. Tukiachana na vyama vya soka vya mikoa, tunakuja kwa vilabu 16 vya ligi kuu vinavyoshiriki ligi kuu. Kwa hiyo mgombea anaweza kupata endorsement kutoka kwa moja vilabu vya ligi kuu. Lakini tunaenda katika wadau ama vyama shiriki vya TFF. Hapa tunazungumzia Sputanza, hapa tunazungumzia hii ni umoja wa wachezaji, chama cha umoja wa wachezaji Tanzania ambacho huwa kinadili na migogoro ya wachezaji, kutetea haki za wachezaji. Kwa hiyo hiki chama cha wachezaji kinaweza kikampa mgombea endorsement. Alafu tunakuja kwa Tafka hiki ni chama cha tunaita Craft and Arts, ufundi na sanaa. Hili ni shirikisho la Tanzania la ufundi na sanaa. Hawa pia wanatoa endorsement. Alafu tunakuja kwa Tazma ni Tanzania Sports Medicine Association. Hiki ni chama, naweza kusema ni chama cha watu wanaofanya matibabu, wale madaktari katika michezo. Kwa hiyo nao wanatoa endorsement moja. Alafu unakuja kwa chama cha soka la wanawake. Hiki chama nacho kinatoa endorsement moja. Ukiachana na hayo makundi, pia kuna chama cha soka cha marefari. Hiki pia kinatoa endorsement moja. Kwa hiyo endorsement jumla zinakuwa 47. Sasa hizo 47 hesabu yake, mgawanyo wake ni kwamba 16 tunazipata kutoka katika vilabu 16 vya ligi kuu. Alafu 5 katika vyama shiriki ambavyo hivyo nilivyovitaja. Alafu zingine 26 tunazipata katika hivi vyama vya soka vya mikoa. Sasa swala la endorsement jumla Tanzania ziko 47, lakini sio lazima upate endorsement. Hakuna chama kinacholazimishwa kutoa endorsement katika wadau wote hawa niliowataja. Na kupa mifano, swala la endorsement lilivyo ni swala la kikatiba kabisa. Kwa mfano mwaka jana, mwaka 2024, kwa mfano katika uchaguzi wa CAF ambao ulifanyika mwaka huu 2025 mwezi wa 3, mwaka jana mwaka 2024, COSAFA, shirikisho la soka
Afrika Kusini, nchi za Afrika Kusini. Tarehe 8 mwezi wa 8 lilikaa katika kikao chake, likampa endorsement zote 14 ndugu Patrice Motsepe ambaye ili aje kuwa mgombea urais wa chama cha soka cha Afrika. Alafu tarehe 10 mwezi wa 8 Sekafa, shirikisho la soka la nchi za Afrika Mashariki, nalo lilikaa likampa endorsement zote 12 bwana Motsepe ili aje kuwa mgombea urais pekee katika uchaguzi wa CAF ambao ulifanyika mwaka 2025 na Motsepe alipita. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba endorsement ni kitu ambacho kinatangulia kabla ya uchaguzi. Sasa hata katika shirikisho la soka la Tanzania, katika kanuni, katika katiba ya TFF, ibara ya 10 inaelezea jinsi utaratibu mzima wa uwasilishaji wa hizi endorsements. Mgombea urais anapochukua fomu ana wajibu wa kuwasilisha vyeti, na pia ana wajibu wa kuwasilisha endorsements zake, na pia ana wajibu wa kuwasilisha zile slip za malipo alizozifanya. Kwa hiyo mwisho wa siku mgombea anaporudisha fomu anatakiwa awasilishe pamoja na endorsements, kwa sababu endorsements hazina muda maalum wa uchukuaji. Endorsements zina muda maalum wa uwasilishaji. Ina maana kwamba unapataje endorsements kwa mfano kutoka chama cha soka cha Dar es Salaam? Ili chama cha soka cha Dar es Salaam waweze kupa endorsement, inahitaji wewe ule ukaribu wako, uwajibikaji wako, support yako unayoonyesha kwa hiyo chama ndani ya miaka 5 kabla ya huo uchaguzi, ndipo watu wanaweza kukutambua. Kwa hiyo lazima utengeneze uhusiano wako pamoja na hao wadau. Unataka endorsement kutoka Kagera Sugar, basi Kagera Sugar inabidi uwe ni mdau wao ili wakutambue, ndipo wakati wa uchaguzi watakupa endorsement yako na wewe utaiwasilisha. Sasa hata FIFA, rais wa FIFA Gianni Infantino ambaye mwaka 2023 alishinda uchaguzi wa FIFA, naye alipata endorsements kutoka Afrika, kutoka CAF. Alizipata nyingi sana, na ndizo ambazo zilimwezesha hata katika uchaguzi. Alizipata mwaka 2022 mwezi wa 10 zikimpitisha, na uchaguzi ulipofanyika mwezi wa mwaka 2023 mwezi wa 3 ndipo aliweza kupita kwa idadi kubwa. Alipata endorsements nyingi zaidi zilitoka Afrika. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa swala zima la endorsements ambalo limekuwa linawachanganya watu. Wengine hawafahamu, hawaelewi nini maana endorsements, wanaona tu kuna sintofahamu ya huko na huko, lakini kwa kifupi nimejaribu kuelezea. Jina langu ni Joel Rufumbi, hii ni Malay TV. Nyuma kamera ipo Voxley, Mr. Voxley Malay sana.